Na moja kati ya jambo kubwa zaidi ambalo saizi lipo kwa kile ambacho kinaendelea ni juu ya mrembo Niffer pamoja na OG. Tunafahamu kwamba hapa katikati Niffer aliweza kupitia changamoto kubwa sana, lakini pia tuliweza kujionea jinsi ambavyo OG alivyoonekana akipambana, lakini pia hata kuonekana katika viunga vya mahakama pale ambapo Niffer alipokuwa kikabiliwa na kesi ya uhaini. Sasa jambo kubwa zaidi ambalo saizi lipo Instagram ni kile ambacho Maimartha Jesse pamoja na wanamitandao wengine ambao wameweza kuibua swala hili kubwa juu ya ndoa ya Niffer pamoja na OG, kwa sababu kipindi cha nyuma, mwaka mmoja nyuma, Niffer pamoja na OG waliweza kufunga ndoa, lakini pia ndoa yao ilikuwa gumzo kubwa sana pale ambapo walipoonekana huko Dubai wakiwa wanavalishana pete, lakini pia kuweza kuoana rasmi, jambo ambalo liliweza kutikisa vilivyo mitandao ya kijamii, na watu mbalimbali pia wakaja kuzungumza kwa kusema kwamba imekuwaje wanafunga ndoa bila ya ndugu, jambo ambalo wengi walisema kabisa kwamba ndoa ile ni batili na watu wale walikuwa wanafanya tu maigizo. Lakini Niffer aliweza kuthibitisha kwamba yeye ni mke halali wa OG, lakini pia OG pia naye aliweza kuthibitisha kwamba ndoa hiyo ni halali, na baada ya pale tuliweza kujionea jinsi ambavyo walivyokuwa wakiishi pamoja kwa kupostiana sana, lakini pia kwa kushuti content zao kwa pamoja. Lakini baadaye ukimya uliweza kuwa mkubwa sana na tukaweza kusikia kwamba watu wale hawako tena pamoja, jambo ambalo likaja kuonekana sasa kwenye hali ngumu, changamoto ambayo Niffer alikuja kuipata. OG alikuja kuonekana na kusimama kama mwanaume mume, na watu mbalimbali pia waliweza kumpongeza. Sasa baada ya Niffer kutoka ndani na sasa yupo uraiani, siku za kwanza zile kulikuwa kuna posti kadhaa zikionyesha wakiwa pamoja na Shehe, lakini pia wakiwa pamoja na mama familia nzima. Lakini sasa saizi posti zile zimeweza kufutwa kabisa katika ukurasa wa Instagram wa Niffer. Ukipita katika Instagram yake hukuti posti zozote zile, na siku zile wakati ameziposti alikuwa ameandika caption mbalimbali kuonyesha kwamba yeye anamthamini na anampenda sana mume wake ambaye ni OG, lakini pia aliweza kuonyesha jinsi ambavyo OG alivyoweza kupambana kwa kiasi kikubwa. Sasa wambea wamekuja kuibuka na mengi baada ya Niffer kwenda Bukoba kwa ajili ya kwenda kusalimia familia, lakini pia kwenda kule kukutana na ndugu zake. Jambo ambalo limeweza kuwashangaza wengi ni kwamba kwa nini OG haonekani kule. Ndipo ambapo wambea wameweza kuingia kati, na sasa wamekuja na story nyingine ambapo Maimartha Jesse kwanza aliposti katika ukurasa wake wa Instagram kuthibitisha kwamba Niffer na OG hawako sawa, kwamba Niffer hamtaki tena OG, lakini pia kuishia hapo tu. Maimartha Jesse aliweza kwenda mbali hata kumpigia simu kutaka uthibitisho juu ya taarifa hizi, lakini simu yake haikuweza kupokelewa, lakini pia aliweza kumpigia Niffer vile vile, naye pia Niffer simu yake ilikuwa haipatikani kabisa. Na katika maelezo ambayo Maimartha aliweza kuiandika katika ukurasa wake wa Instagram ni kwamba inasemekana penzi la Niffer na OG limeingia mchanga. Niffer ameshasahau yote na hamuhitaji tena OG, mtoa habari wa karibu na wapendanao hao, akiendelea kusema hata ukaribu wa OG na mama ni kwa sababu kuna vitu ilibidi OG ndo asaidie mambo ya password, tuwaombee mambo kwa ushahidi. Ni caption ambayo Maimartha Jesse aliweza kuiandika katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia leo mapema sana Maimartha pia akaja na posti nyingine tena juu ya OG pamoja na Niffer, lakini ni kwamba posti hiyo ameweza kuiondoa, saizi ameifuta, haipo tena. Lakini ilikuwa inasemekana kwamba OG wa Niffer bado anaendelea na kesi yake. Kuna kesi moja ambayo ilikuwa inavuma sana mitandaoni juu ya kile ambacho kilitokea baada ya kuweza kutapeliwa, kuibiwa. Sasa kuna watu ambao wanaonekana kuweza kutichamalia sana juu ya jambo lile, kwamba waliagiza bidhaa za simu lakini hawakuweza kupewa. Sasa pia kuna mwingine naye amekuja, naye ameweza kuhusia juu ya jambo hili, anaitwa Freddy Mastori huko Instagram, kaandika kwamba utata wa penzi la Niffer na OG. Inasemekana kuwa mfanyabiashara Jennifer Joven almaarufu kama Niffer
na mume wake OG hawana tena mahusiano yanayohusu mapenzi, ila wamebaki kuwa watu wa karibu, kwani hawakuachana kwa ubaya. Akaweka na emoji za machozi na kuendelea tena kwamba unaambiwa hata kipindi kile Niffer amepata kesi, OG alikuwa anajitoa kama mshikaji tu jamani, ila kaka wa watu amejitoa sana kipindi Niffer amepitia mambo ya uhaini. Nikajua itakuwa ni moja kati ya nafasi nzuri ya kurudisha mahusiano yao. Ila Niffer akaweka na emoji za machozi. Sasa mambo haya yote yanakuja yakiambatana na vile vitu ambavyo vinaendelea saizi kwa Niffer kuonekana akiwa kivyake, lakini pia OG naye akionekana kivyake. Licha ya changamoto ambazo zilizotokea, tuliweza kumuona OG akiwa bega kwa bega, na watu wanazidi kujiuliza maswali mengi kwamba yanayosemwa yana ukweli, kwa sababu watu hawa baada ya changamoto ile walionekana wakiwa karibu sana, wakiwa vizuri, lakini saizi kila mmoja anaonekana akiwa na 50 zake. Waja wa Instagram pia nao hawajaishia hapa, wana mengi ya kusema. Baadhi ya comment ni hizi hapa. Huyu mmoja kaandika kwamba ulikuwepo Niffer, atakayemuoa sijui itakuwaje, maana huyu kaka anaonekana kabisa hawana mahusiano. Mwingine naye kaandika kwamba kwani walifanyana nini mpaka wakaachana. Mwingine naye kaandika kwamba jamani, hebu muacheni binti wa watu na jamaa, mbona wanaishi maisha yao vizuri kabisa. Mwingine naye kaandika kwamba itakuwa hawataki mtu ajue kama wako pamoja, ndio maana wanashtuaga kidogo kisha wanayazua. Mwingine naye kaandika kwamba acha umbea we Freddy, utapata tu kitu ambacho unakitaka. Mwingine naye kaandika kwamba jamani, watu mnavyochachamalia ndio maana nimeona kule posti zote zimefutwa. Na kwa upande huu wa Maimartha, baadhi ya comment ni hizi hapa. Huyu mmoja kaandika kwamba Maimartha wewe usiku wa ulali unapigia watu simu. Haya, mwingine naye kaandika kwamba kwani dada Mai hizi habari unatoaga wapi? Ila wewe dada, kitu gani saa 6 usiku kuongelea mapenzi ya watu? Haya, mwingine naye kaandika kwamba nyie mnaosemaga Mai muongo, amjaona Insta story Niffer aliposti akawahi kufuta. Pia mwingine kaandika kwamba jamani, we dada ukome, unachambwa asubuhi, jioni unalizua tena jingine. Mtazamo wako ni upi juu ya hiki hapa ambacho kinaendelea? Tuandikie maoni yako hapo chini. Mimi kazi yangu ni moja tu, kukuletea kila kitu ambacho kinaendelea huko Instagram. Subscribe kwa mengine mengi zaidi.